من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. يقول عز من قائل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tukiwa tuko katika kuifasiri Suratul Qadr. Sura hii imeteremka Makka, na kuna kauli kuwa imeteremka Madina, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa ni Makia, imeteremka Makka, na ina fadhila zake kwa mwenye kuisoma sura kama hii. Imepokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qal man qara'aha u'tiya min al-ajri kaman sama Ramadan wa ahya lailatal qadr. Mwenye kuisoma sura kama hii hupawa malipo na Mwenyezi Mungu sawa na mtu alofunga mwezi wa Ramadhani na akahuisha usiku wa Lailatul Qadr. Katika riwaya nyingine ya Imamu al-Baqir alayhi salam asema, mwenye kuisoma inna anzalnahu fi Lailatul Qadr na akadhihirisha kwa sauti yake akawa yuwasikiwa, ni kama mfano wa mtu alotoa upanga wake akawa yuwapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ni kama mtu ambaye kwamba ameuawa katika vita kama shahidi, yuwazunguka akizunguka katika damu yake. Hili ni kuonesha fadhila za sura kama hii, na vile vile ni moja katika dawa. Lau mtu ana maradhi akisoma sura kama hii yaweza kuwa ni sababu ya kupona ugonjwa wake. Vile vile mwenye ufukara akaishikilia sura hii kusoma, ufukara utamuondokea, Mungu atamfungulia milango ya kheri. Sura imeanza na bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurahamu wema na waovu ulimwenguni, mwenye kurahamu na kuneemesha wema matupu kesho akhira, au Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha na kurehemu kila kiumbe kilichoko katika ulimwengu huu, na yeye ataneemesha na kurahamu wale ambao kwamba ni waumini kesho mbele za haki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo, katika usiku mtakatifu.
Neno inna, hakika sisi, laweza kuwa na maana mawili. Moja ni inna kwa maana mimi, lakini pamoja na kuiadhimisha nafsi yangu, kwa sababu Waarabu walikuwa wakitumia lugha hizi na Qur'ani imeteremka kwa uslubi wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema inna, tafsiri ya kwanza ni kwamba mimi na utukufu wangu na izi yangu na uwezo wangu nimeiteremsha hii ni Qur'ani. Maana nyingine, inna anzalnahu, hakika sisi, yani mimi na malaika zangu nilowapa jukumu la kufanya kazi zangu, tumeiteremsha hii ni Qur'an. Lakini katika sura hii hakuna huja au dalili inaonyesha kwamba hii ni inna anzalnahu yarudi katika Al-Qur'an Al-Karim, lakini tutalipata hili tukenda katika suratul Baqara. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Kwa hivyo na hapa Mungu amesema inna anzalnahu. Kuna tofauti ukisema nazala na anzala. Kitu kikija kwa lugha ya nazala ni kuteremka kidogo kidogo, wanazzalnahu tanzila. Lakini ikija kwa maana ya anzala ni kuteremka kitu kwa jumla, chote kwa pamoja. Na ndio tofauti ya Al-Qur'ani na Al-Furqan. Inaposemwa Al-Qur'an ya kusudiwa kwa jumla yote, inaposemwa Al-Furqan ya kusudiwa kidogo kidogo. Na Qur'ani inakuteremka mara mbili, inakuteremka moja kwa moja yote kamili, kisha inakuteremka tadrijian shay'an fa shay'an kwa muda wa miaka 23. Kuna akwali tofauti kwamba hii ni inna anzalnahu, sisi tumeiteremsha hii ni Qur'ani fi lailatil qadr, katika usiku wenye cheo, katika usiku mtukufu. Imeteremshwa wapi? Kuna kauli inayosema imeteremshwa kutoka katika Lauhul Mahfudh ikaja katika Baitul Maamur, wingu wa 4. Kuna kauli imeteremka kutoka katika Lauhul Mahfudh ikaja moja kwa moja mpaka katika samau dunia. Hizi kauli mbili. Kisha kuna na kauli kwamba imeteremka moja kwa moja kutoka katika Lauhul Mahfudh mpaka kwenye kifua cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii kauli ya kwanza na kauli ya pili hazina nguvu, kwa sababu kuna tofauti gani ikiweko katika Lauhul Mahfudh na ikiweko katika Baitul Maamur, au ikiweko katika Lauhul Mahfudh ikaja katika samau dunia, kutakuwa kumbadilika nini? Lakini kuwa imeteremka kutoka katika Lauhul Mahfudh ikaja moja kwa moja mpaka kwenye kifua cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ndio kauli sahihi na ndio kauli walioshikilia madhhabu ya Ahlul Bait alayhim salam. Sasa Mungu amezungumza tumeiteremsha fi lailatil qadr, katika usiku wenye cheo. Hapa kuna tafsiri tatu na zote tatu za kubalika. Tafsiri ya kwanza, maana ya neno Lailatul Qadr ni usiku mtakatifu, ni usiku bora, ni usiku mtukufu, kama inavyosema katika suratu Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka,
tumeiteremsha katika usiku uliobarikiwa. Kwamba Qur'ani ni takatifu, yatoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, imepawa Jibrili malaika mtakatifu, imekuja katika kifua cha Bwana Mtume kitakatifu. Sasa maana ya neno Lailatul Qadr, usiku mtukufu, kuna kauli inayosema maana ya Lailatul Qadr ni usiku wenye dhiki. Yani hii ni ardhi huwa kama kikwakwa cha ndimu kwa idadi ya malaika wanaoteremka katika usiku kama ule. Na ndiyo Mwenyezi Mungu akazungumza akasema, wadhannuni idh dhahaba mughadhiban, na Dhannuni alipoondoka ameghadhibika, Nabii Allah Yunus, fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhania kwamba hatutompa dhiki, hatutompa mateso yoyote. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Dhannun alipotoka aliona hatofanywa kitu, hatopama mtihani wowote. Kwa hivyo limetumika neno al-qadri hapa kwa maana ya dhiki. Kwa hivyo na katika Lailatul Qadr, moja katika tafsiri yake ni usiku wenye dhiki. Dhiki zenyewe ni kuwa idadi ya malaika wanaoteremka katika usiku kama huu ni kubwa sana, kiasi kwamba hii ni ardhi huwa haiwatoshi. Wengine wamesema kwamba usiku kama huu wa Lailatul Qadr maana yake ni usiku ambao kwamba hupangwa matokeo na mambo yatakayomkumba mwanadamu kwa mwaka mzima. Yani katika ule usiku wa Lailatul Qadr, lolote litakalokufika la kheri au la shari, chochote utakachokukipata kishaandikwa na kishapigwa muhuri. Ndivyo itakavyokuwa mpaka mwaka uzunguke ije Lailatul Qadr nyingine. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa kipimo na kwa mpango. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku wa Lailatul Qadr hukadiriwa mambo yatakayowasibu wanadamu kwa mwaka mzima mpaka mwaka mwingine utakapokuingia. Na tafsiri zote hizi za kubaliana, hazipingani, yawezekana kuzikubali zote kwa mara moja. Ni usiku uliobarikiwa, ni usiku wenye cheo, ni usiku wenye dhiki kwa malaika kushuka, na ni usiku ambao kwamba hupita kadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huteremka kwa imamu zamani, ruhi wa arwahul alamina lahul fida. Wanapoteremka wale malaika, anapoteremka yule mwenye arruh, kifua anachokishukia na kukipa habari zote hizi zitakazowasibu walimwengu ni kwa imamu zamani. Inna, hakika sisi, anzalnahu, tumeiteremsha hii Qur'ani, fi lailatil qadr, katika usiku wenye kukadiriwa mambo yote, katika usiku wenye uliobarikiwa, katika usiku wenye dhiki, katika usiku mtakatifu. Wama adraka ma lailatul qadr. Angalia utamu wa Qur'an, yani ile Lailatul Qadr, utukufu wake na ubora wake. Wewe Bwana Muhammad, kama mwanadamu tutatumia lugha gani mpaka uelewe uhakika wake? Wama adraka, ni lipi lenye kukujuza wewe ma Lailatul Qadr, huo usiku wenye cheo uko vipi? Yani hapa Mwenyezi Mungu amwambia Bwana Mtume ule utukufu ulioko katika siku hii hatuna namna ya kukuelezea, kwa kuwa wewe ni mwanadamu ukafika kiwango cha kuelewa kiukamilifu utukufu ulioko hapa. Wama adraka ma Lailatul Qadr, sulubi mtamu kabisa.
inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, ni kipi kitakachokujulisha wewe ubora na utukufu wa usiku kama huu wenye cheo? Yani katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu antupa sisi Waislamu, neema kubwa alotuneemesha ni kwamba ametujalia katika mwaka tuna usiku mmoja. Usiku hunu ni mtukufu. Lau wewe waafikiwa kufanya mambo mazuri, mambo yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu katika usiku mmoja hunu, malipo yako ni makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Miaka 83 takriban na zaidi au kupungua kidogo. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000, Lailatul Qadri moja ni bora yashinda miezi 1000. Sio ni kama miezi 1000. Lailatul Qadri khairun ni bora min alfi shahr, kuliko miezi ya 1000. Sasa wewe kama mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba. Baada ya kukuumba amekupa akili, baada ya kukupa akili amekupa khiari, baada ya kukupa khiari amekuletea mitume, ameteremsha kitabu, zote zikusaidie wewe ili uwe mja mwema, ukaingie katika rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaingie katika fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu sio tuteseke au tudhalilike au tusumbuke. Tumeumbwa, tumepawa kila tulichopawa katika ardhi kama hili. Wallahu khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, hivi vilivyoko katika ardhi vote mumeumbiwa nyinyi, muone raha, mustarehe, mufurahi. Na hakuna raha kama kumtii na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, nyote mutaingia peponi ila yule ambaye kwamba yeye mwenyewe atakataa kuingia peponi. Qila ya Rasulullah, akaambiwa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wa man yaba, ni nani atakayekataa kuingia peponi? Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, mwenye kunitii mimi ataingia peponi. Wa man aswani, na mwenye kuniasi mimi, fakad aba, amekataa mwenyewe kuingia peponi. Na hii ni Lailatul Qadr, iko baada ya kuondoka mtume kila mwaka yajirudia ikijirudia, na kila mwaka ni lazima kuwe kuna mtu ambaye kwamba ataipokea. Baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwenyewe alikuwa ni Imam Ali alayhi salam, ambaye kwamba katika usiku wa jana alipigwa dharba, alipigwa upanga wa kitwa wenye sumu, damu ikabubujika ikaingia katika ndevu zake, akatukuliwa akapelekwa nyumbani. Na alompiga ni Abdurrahman ibn Mulzim la'natullahi alayhi. Baada ya kumpiga al-Imamu Ali dharba, al-Imamu akatukuliwa nyumbani. Maneno aliyoyazungumza alisema, in ana mitu min dharbatihi hadhihi fadhribuhu dharbatan bidharba, mimi kama nitakuwa ni mwenye kufa kwa hii dharba aliyonipiga yeye, na yeye mpigeni dharba moja kama alivyonipiga mimi. Wala tumathilu birrajuli, musimfanyie muthla, musimdhalilishe. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul la tumathilu walau bikalbin akur, musifanye muthla hata kama mamuua mbwa mwenye kululumia watu na kuuma watu bila ya mpango. Huyu ndiye aliyekuwa akiipokea
Lailatul Qadri baada ya Bwana Mtume, na baada yake ni al-Imam Hassan, baada ya al-Imam Hassan ni al-Imam Hussein. Imekwenda hivyo mpaka sasa kwa wakati wetu hunu ni al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu faraja wa sahala Allahu makhraja. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000 ukifanya mema. Lakini je, kwa iyadhu billahi, mtu akifanya ovu katika usiku wa Lailatul Qadr atakuwa pia nilifanya miaka 80? Hasha, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Ukifanya baya utaandikiwa lile lile ulilolifanya, ukifanya mazuri ndio yatapanda daraja yafike miaka 80. Na Lailatul Qadr ikiingia magharibi, ikifika wakati wa swala ya magharibi, ndio Lailatul Qadr ishaanza. Si kwamba yapita usiku, sijui ni nyota, zile zote ni maneno tu, hakuna cha nyota sijui ukaiona. Lailatul Qadr ni usiku mzima kutoka jua kutwa, wakati wa swala ukisha kuingia wa magharibi mpaka alfajiri, yote ile ni Lailatul Qadr. Na amali bora katika Lailatul Qadr ni mtu kusoma ilmu. Katika usiku kama ule hakuna amali bora yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu kama kusoma ilmu. Ilmu ni kitu kikubwa sana. Man lam yakun ya'lamu dha falyasali, asojua naulize. Man lam yajid mualliman, asopata mwalimu falyarhali, na gure asafiri akatafuta mwalimu. Wa alimun biilmihi lam ya'malan muadhabun min qabli ubadil wathan, na mwenye elimu akawa hatumii elimu yake ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wanaoabudu masanamu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, na kila anayefanya amali bila ya elimu amali zake zote zitarudishwa, hazitokubaliwa. Kwa hivyo Lailatul Qadr ni usiku mtakatifu, ni usiku mtukufu, na ni usiku ambao kwamba mwanadamu atakajipotolee, ajitolee. Tarehe 19, 18 kupambaukia 19, usiku wa tarehe 21 na usiku wa kupambaukia tarehe 23. Katika siku tatu hizi ndio kuna kauli zinazotegemewa na ahlubaiti Rasulillah kwamba ndizo nyakati ambazo kwamba yaweza kutokea Lailatul Qadr. Mpaka hapa tutakoma. Mwenye swali aweza kuuliza. Assalamu alaikum. Maulana, ile khairu min alf shahr, ile alf shahr maana yake ni alf ama ni mfano tu? Mathalan Mungu angeweza kutaja khairu min 2000 shahr. Ni alfu shahrin kwa maana ya idadi iliyokusudiwa haswa, si mfano. Khairun min alfi shahr ni bora kushinda miezi 1000. Umetuambia ustadhi kwamba Qur'ani imeshuka jumlatan wahida ila alhabibi alazam, Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Je, suala yale matokeo ya vita ya munafiqin, ya balaa zilotokea ya haili na hili na hili, je, ilikuwa yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka yeye ni muweza na muyuzi wa kila kitu, alikuwa ashajua au ashayapanga kwamba yatatokea yale, hata kwamba maana Qur'ani ishuke kwa mujibu wa zile events? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua kila kitu. Mwenyezi Mungu ajua kila kitu. Mimi hawa nitawaamrisha, watatii, wataasi. Ilmu yake imezunguka kila kitu.
Kwa hivyo ile Qur'ani inapoteremka yateremka kulingana na ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi ndio mapia, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kipia. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin shamil. Ilmu yake imezunguka kila kitu ambacho kwamba ni maalum. Sasa ile Qur'ani iliyoteremshwa kwa Bwana Mtume jumlatan wahida kwenye kifua chake ni nuru na ruhu ya ile Qur'ani, kisha ikateremka kidogo kidogo kulingana na matukio, tadrijian shay'an fa shay'an, kulingana na matukio, swali na jawabu, kiswa ikawa namna hiyo. Hakuna ishkali hapo. Tayeb, mwingine bado na swala ya pili. Hii nitakurudisha wiki iliyopita kuhusu Bismillahir Rahmanir Rahim. Ulitueleza kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim zilokuya katika kila sura zimekuya kwa maudhu. Bado hayanitatukia vipi Bismillahir Rahmanir Rahim, mathalan kama yeo Bismillahir Rahmanir Rahim inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sasa ni mnasaba gani wa bismillahi na kwamba imeshikamana na maudhui ya ile sura? Manake yana niliuza swali na mukhalifin ikawa jawabu yangu ni kwamba pia nataka niulize tena yeo tuipate uhakika. Shukran. Alosema kwamba kila sura ina bismillahi katika sura ya Qul huwallahu, si bismillahi katika sura ya Qul a'udhu birabbil falaq, kulingana na maudhui ya Qul huwallahu ni tauhidi. Kwa hivyo bismillah ya hapa itakuwa imeshuka kulingana na misingi ya kueleza tauhidi, ya hapa imeshuka kulingana na misingi ya kueleza kujilinda. Hii ni kauli ya Ayatullah Khomeini. Pia mimi mwenyewe sijaelewa kikamilifu ni vipi mambo hayo. Suala langu ni kuwa kuna madhehebu kadhaa na sote tunasoma Qur'an na sote tunasoma hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mafhumu ya kila mmoja alivyofahamu, lakini lengo sote ni kwamba yani kila mmoja asema kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu nataka kumpata Mungu. Sasa kutatasuliwa vipi baina ya Mbazi na Kunde? Nafikiri unafahamu nikikwambia hivyo ustadhi. Yani ule khalis ambao kwamba yani sote tusoma Qur'ani, hata yule ambaye kwamba tuseme anayenikataa mimi kama Shia Ithna Ashari, yeye pia ana ufahamu wake kwamba ufahamu wake umempelekea kwamba mimi sifai kwa katika kundi hilo, na mimi nikimwelewa yeye namuelewa kwamba yeye amepotea. Sasa kutatatuliwa vipi hapa ustaz? Utatuzi wa hilo ni kusoma mtu. Huwezi kutoka katika matatizo hayo mpaka uwe mwenyewe umesoma, na baada ya kusoma uwe una ruhu ya kutafuta ukweli na haki. Waweza kusoma pia lakini ukawa huna haja ya ukweli na haki, ukawa pale ulipo wewe ni maslahi yako umetosheka, twende. Lakini kuna kusoma ukasoma kisha na Mungu akakutia nuru ya kuwa wewe wataka kuitafuta haki mpaka uione. Sasa ukisoma kisha na ukawa waitafuta haki utaipata, na hata kama hutoipata utakufa katika kuitafuta, Mungu atakukubali. Ndio kuna ile hadithi inayosema innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu ala qalbi man yashau. Ilmu ni nuru, Mungu huitia katika moyo wa yule aliyemtagua, anemtaka yeye. Maulana, unaposema usiku wa Lailatul Qadr unapokelewa na Imamul Zaman, yani unamaanisha nini haswa? Namaanisha kwamba wale malaika wanaoshuka na ile arruhu mahali wanapokwenda ni pale kwa Imamu Zaman, na wakifika pale hupeleka zile habari zote walizokuja nazo, yule akazitia saini akapiga muhuri. Kwake yeye ndio mambo yote yanakamilika. Ndio ile biwujudihi turzaqul wara, kwa kuwa yeye yuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku. Na Maulana, umesema
hii sura mtu akisoma itamsaidia kutoa ufukara. Je, kuna masharti yoyote? Yako masharti katika kuisoma, uisome na uielewe na uiandame na akhlaki zako ziwe ni nzuri na moyo wako uwe msafi. Si kusoma tu, ukisoma tu upate kitu, lakini ukiisoma na ukaielewa maana yake na ukaiandama na ukawa na moyo msafi, basi kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ufukara utakuondokea, na hata kama una maradhi pia utapona. Maulana, ile khairun min alfi shahr, hizo ni shuhuri za hapa ama kesho akhera? Kwa sababu kule 50,000 za hapa. Aya, la pili nisfu Shaaban huwa pia waandikiwa ile riziki ya mwaka, na ile yasemekana ile nisfu Shaabani ndio huanza kutengezwa yale mambo. Ikifika Lailatul Qadri mwezi wa Ramadhani yakapitishwa. Jazakallahu khair. Kuna kauli hiyo pia. Jazakallahu khair. Inasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Hapa kuna inna Qur'ani kuteremshwa, lakini nasema fi Lailatul Qadri, na hii Lailatul Qadri ni kitu chengine itakuwa. Kwa hivyo hii inaonekana ilikuwako kabla na itakuwako hii Lailatul Qadri. Hii Qur'ani ilishukishwa katika Lailatul Qadri. Kwa hivyo hivi itakuwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo hii Lailatul Qadri ni kwamba ilikuwako na itaendelea kuwa, ama utatueleza zaidi? Pili, yasema tanazzalu malaikati waruhu fiha biidhni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Kwa hivyo kama inaanza maghrib mpaka fajri, itakuwa ili tukio ni mahali pamoja, kwa sababu alfajiri aitwaje, maghrib ina saa inaanza na mwisho wake ni alfajiri. Kwa hivyo lazima itakuwa ni mahali pamoja tu Lailatul Qadr, yani ule uzito wake. Labda wengine watapata baraka yake, lakini kama inaanza fajri mpaka inakwisha, na wale kuna wengine kwao itakuwa ni mtana. Swala la kwanza, hii Lailatul Qadr si kwamba ilikuweko kabla wakati wa Mtume Muhammad. Hii ni zawadi Mwenyezi Mungu anampa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na itaendelea mpaka wakati wa Imamu Zamani. Na kila watu walioko hapa, walioko kwingine, wana Lailatul Qadr yao, kama vile Ramadhani tunavyofunga. Mwenyezi Mungu ni ghani, Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa. Kwa hivyo yeye ndio alozipanga hizi. Kuna watu panginepe hawana kama usiku, kati miezi mitatu, miezi minne wakawa ni mtana tu, au miezi minne, miezi mitano ikawa ni usiku tu, lakini wachache hao katika ulimwengu. Wengi tunatofautiana kwa masaa tu, ama sivyo? Maulana, nataka unifafanulie hii Lauhi Mahfudh na Bait al-Ma'mur ziko wapi na ni vitu gani? Lauhi Mahfudhi kuna tafsiri tofauti. Kuna wanaoona Lauhi Mahfudhi ni ilmu ya Mwenyezi Mungu. Kuna wanaoona Lauhi Mahfudhi ni ubao ambao kwamba kuna na kalamu umeandika kila kitu katika ubao ule, na uko juu kabisa mbingu ya saba huko. Ama Baitul Maamuri ni mbingu ya 4, ni kama mfano wa Al-Kaaba, yani malaika huenda wakazunguka wakatufunia. Semekana laula anguka jiwe kutoka hapo litashuka kwenye Al-Kaaba, na kila siku kuna malaika 70,000 ambao kwamba hutufu Al-Kaaba hiyo wapia, malaika wapia 70,000. Hiyo ndio Baitul Maamur. Kisha rabbana la tamna'na 'anil ilmi bimani' wala taqta'na anhu biqati'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.